إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuweka toka Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani hii kuifikia. Ni fadhila zake Allah. Na Ramadhani zilizopita ilikuwa kila siku ya Ijumaa. Sheikh aliniomba nije nizungumze na Waislamu kila siku ya Ijumaa ya Ramadhani tu. Lakini Sheikh Othman nikamkubalia. Hii Ramadhani sijui ya ngapi. Ramadhani iliyopita tulichukua sura An-Nisa. Nimekumbushwa hivyo. Tukafika aya 57. Wamenishauri tuendelee hapo hapo tulipofika aya 58 ya sura An-Nisa. Kaambia insha Allah takuwapo kwa muda wa saa moja sana na dakika 5 mpaka 10. Ikifika 12 kasorobo itabidi tufunge darsa ya leo, tuje tuonane Ijumaa inayofika, kwa sababu naenda mbali na njia jioni huwa ina crowd kubwa, na kwenda Bububu na njia hii zote mbili nzito. Kwa hivyo kwa muda saa moja, ingawa dakika 30 nafika mpaka 35, tuweke saa moja. Kwa hivyo tukifika saa 12 kasoro dakika 15 itakuwa ndo mwisho. Kwa sasa hivi tuna saa moja na dakika 10, zitatosha inshallah. Tunaweza tukapata. Kwa hivyo darasa leo tutaanzia inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ya'idhukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Aya hii ina sababu ya kuteremshwa kwake. Qur'ani ilikuwa inateremshwa kwa sababu au bila ya sababu. Kwa sababu huwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kaulizwa suala, ikawa analijibu baada ya kuteremshiwa jawabu ya suala lile. Au yametokea matatizo kwa sahaba, wakawa haona ufafanuzi, Allah akamwambia Muhammad litatue hivi. Au sababu yoyote iliyotokezea ikabidi mtume aelekezwe. Lakini wakati mwingine inaweza ikateremka bila sababu, ni mawaidha. Sasa aya hii ina sababu ya kuteremshwa kwake. Inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allaha
yaidhukum bi inna Allaha kana samian basira. Sababu ya kuteremka aya hii baada ya fathu Makkah, ufunguzi wa Makkah. Mkieleza ufunguzi wa Makkah una sababu zake kule, na sababu kubwa tokea mkataba uliojazwa katika Hudaybiyah ulikuwa ni sababu ya ufunguzi wa Makkah, kwa sababu masharti waliowekeana baina Makuraishi na Mtume yaliwashinda. Ikabidi Mtume ende akaufungue Makkah kwa kushindwa masharti. Kwa hivyo Mtume ilikuwa ni rahisi kwake, kwa sababu wao ndo waloanza kuvunja ule mkataba wa Hudaybiyah. Sasa Mtume ilikuwa hana kipingamizi, ni kwenda wakakubali tu. Akaifungua Makkah, na kama tunavyojua katika tarehe, ndani ya Al-Kaaba, ile Al-Kaaba, maana ile sikiti kubwa ilikuwa bado halijajengwa, kwa wale kwenda Makkah wakaliona, mlikuwa na masanamu inasemekana 360. Kila sanamu lina kazi yake, kila mungu anatoa. Ukitaka mtoto unakwenda kwa sanamu kuomba, ukitaka njaa iondoke unakwenda kwa sanamu, ukitaka hichi, wataka safiri ulinzi unakwenda kwa sanamu, unaenda. Kila moja lilikuwa na kazi yake, walikuwa kiajua wenyewe. Sasa baada ya kuifungua Makkah, ilikuwa imefungwa Al-Kaaba, ilikuwa imefungwa. Sasa tunataka tukayavunje hayo masanamu yaliyo ndani, tuyavunje masanamu yaliyo ndani. Lazima tupate ufunguo wa kufungua Al-Kaaba. Natoka huko katika jahiliya, ufunguo huu ulikuwa katika tumbo la Uthman bin Talha. Nasemekana mpaka leo tumbo hilo lipo na ndio lenye kukamata ufunguo wa Al-Kaaba. Hauko kwa mfalme Salman wala waliopita. Yeye akitaka kuingia Al-Kaaba anapeleka habari kwa tumbo la Uthman bin Talha, siku fulani inakuja, anaenda kufunguliwa. Sasa tutaingia vipi? Ikabidi akaagizwa sahaba aende kwa Uthman bin Talha, la'allahu Uthman au Ali au Umar, lakini katika masahaba wanne, nenda akachukue ufunguo kwa Uthman bin Talha, tumalize kazi yetu hii. Akatoka Saidna Uthman, natumai, au Umar au Ali, maana sina uhakika, sikuambiwa tunakuja kusoma wapi, lakini tusoma katika sharh tutamjua nani alokwenda katika hao. Kwenda kila alikuwa hajaslimu, vitabu vingine nasema alishaslimu, lakini riwaya iliyokuwa sahihi hakuslimu, bado alikuwa hajaslimu Uthman bin Talha. Kwenda akagoma kwanza, kakataa, msimfahamu Muhammad. Sasa una nguvu gani wewe? Hiyo Maka yenyewe ishatekwa, hiyo Maka yenyewe ishatekwa, utazuia ufunguo? Kwa hivyo akautoa, inaweza kusema kwa Kiswahili, kwa shingo upande. Ikenda ikafunguliwa Al-Kaaba, yakavunjwa masanamu yaliomo, na huko pembeni bila shaka ilikuwa tayari. Ndo pale linavunjwa sanamu, inasoma jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, yakavunjwa yote, ikasafishwa Al-Kaaba na masanamu. Hurru Makkah sasa hivi ishaingia katika mikono ya Waislamu.
Sasa ule ufunguo ule ilikuwa na haki mtume abaki nao, ikateremka aya hii. Kwa hivyo hii imeteremka kwa kurejesha ufunguo wa Kaaba kwa Uthman bin Talha. Akaambiwa, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, ya'murukum, ana kuamrisheni, hasa wewe uliotuma ufunguo ukachukuliwe, an tuaddu al-amanati ila ahliha, ukarejeshe amana ya watu kwa wenyewe. Ilikuwa na haki mtume kukaa nao, lakini tena yuko Madina, wakitaka watu wafuate ufunguo Madina. Na katika riwaya wapelekee wenyewe, na atakaye mnyang'anya ufunguo huyo dhalim. Riwaya hiyo ipo. Kwa hivyo hata ufalme hauna haki ya kuchukua ufunguo. Ndo sahihi. Wao wafate yale maneno ya mtume na kukabidhi ufunguo huu kwa amri ya Allah. Atakaye kuja kunyang'anya yoyote, huyo dhalim. Mpaka leo heshima tumbo hili ipo, na ufunguo ingawa hata zimebadilishwa sasa hivi ziko za nini, kama ilikuwa ya majiti wakati huo, ya chuma au ya nini, lakini bado Kaaba ipo. Kila miaka inatengenezwa, kila miaka lakini bado mlango una funguo. Kwa hivyo ufunguo uko kwa tumbo la Uthman bin Talha mpaka hii leo, na hakuna jabari atokoweza kwenda kunyang'anya ukoo huu, kwa sababu umekabidhiwa na Mwenyezi Mungu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikateremka aya hii, inna Allaha ya'murukum, hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni. Anaamrishwa mtume, ndio alokwenda uchukua ufunguo, an tuaddu al-amanati ila ahliha, murejeshe ufunguo wa watu kwa wenyewe. Sikai nao Muhammad, wa idha hakamtum baina an-nasi, na wakati mkihukumiana baina ya watu, an tahkumu bil adl, muhukumu kwa uadilifu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, neema yaidhukum bih, ni mbora yeye anakuamrisheni hivyo. Peleka ufunguo na ukihukumu, hukumu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, kana samian basira, amekuwa yeye ni mwenye kusikia na anaona kila linalofanyika. Ufunguo ukienda ukarejeshwa kwa Uthman bin Talha, na akabaki nao mpaka hii leo, bado hajanyang'anya, na hakuna wa kumnyang'anya. Atemnyang'anya ni dhalim, na hadithi hiyo ni sahihi. Hata ufalme unaoheshimu ufunguo huu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa atiu rasula, na mtiini mtume amri zake, wa ulul amri minkum, na wenye mamlaka juu yenu watiini. Hapa nitasimama kidogo. Atiu zimerejeshwa mara mbili, lakini amri ya kutii ni watatu. Watatu hakurejeshewa atiu. Atiu Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa atiu rasula, na mtiini mtume, kwa sababu mtume hatuamrisha lilokuwa silo liloamrisha Allah. Lakini ilipokuja wa ulul amri minkum,
na wenye mamlaka kwenu. Wafasiri wanasema kwa nini haikurejesha wa ati'u ulil amri minkum? Kwa sababu wao wanaweza wakaamrisha lilokuwa halendi taratibu za Allah na mtume, ndio maana ati'u haikurejeshwa. Hiyo ndio sababu kubwa. Litizameni lile analokuamrisheni la kutiiwa, mtiini. Si la kutiiwa, khalifuni. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Kama amri inakwenda katika maasiya ya Allah aliyeumba, maasiya ya kumuasi mtume, hapana taa hapo. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kutiiwa aliyeumbwa. Hilo aliloamrisha kama linakwenda kinyume kumuasi aliyeumba, hilo halitiiwi. Ndio maana ati'u haikurejeshwa. Tafsiri utakuta inasema hivyo. Lakini wa ulil amri na ana haki kutiiwa. Ulil amri ana haki kutiiwa, ila tu asiamrishe lilokuwa silo lalo alotaka Allah, alotaka mtume sallallahu alaihi wasallam. Amri ambayo ina khalif hiyo ndio ikaja ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ati'u Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa ati'u Rasul, taa wajib kwa hawa. Kwa ulul amr wana mamlaka kwenu, huyo litizame, alendi katika khilafu, linakwenda katika khilafu, ndio ikaja wa ulul amri minkum, wa ulil amri minkum, na wale wenye amri kwenu muatii. Na hii inakuja toka kiongozi wa juu mpaka wakati mpaka mawizara, ni kiongozi yule, mpaka nyumba 10 mpaka nyumba yako ndani yako, mpaka kitongoji alowekwa pale, anaamrisha nini? Silo, mfahamisheni, mbona huko tunakokwenda siko kwa mujibu wa dini yetu. Kwa hapa sisi hatutai, hakuna kosa mbele ya dini. Ndivyo alivyosema Allah, fa in tanaza'tum fi shay'in, kama mtabishana. Tanazo ni kugombana, kubishana, kutokufahamiana. Tanazo, munazaa, hapa fahamiani. Kama mtagongana kwa jambo, farudduhu ila Allahi war rasul, lirejesheni kwa Mwenyezi Mungu, lirejesheni kwa Mtume Muhammad, rejesheni katika kitabu, rejesheni katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako waliokwenda na ijtihadi na ijmaa inaingia hapa. Kwa nini ikaingia hiyo? Na hapa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah bas. Na wako waliochukua hapa faruddu ila Allah wa Rasul, hakuna ijmaa, hakuna muwafaqa, hakuna ijtihadi. Ijtihadi inaingia, ijmaa inaingia. Kwa nini? Wamesema wafasir, wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipompeleka Muadh ibn Jabal ila Yaman, qadhi alikuwa akipeleka, tutasema ni magavana, kwa maana ni mahakim katika mitaa tofauti, katika nchi tofauti. Muadh ibn Jabal akapelekwa Yaman, na kabla hajapelekwa Yaman alimtia mtihani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kujua madhubuti wake. Akamuuliza,
Muadh, na kupeleka Yemen, ukiletewa jambo kulihukumu, utahukumia kwa nini? Vipi utahukumu? Idha uridha alayka al-amru bima taqdi ya Muadh, likiletwa tatizo utalihukumu vipi Muadh? Muadh akasema bikitabillah. Ingawa Qur'ani ilikuwa bado haijamaliza kuteremshwa, lakini hicho kilichoteremshwa na kikanifika nitakitumia hicho kwa kutatua tatizo hilo. Akamuuliza fa illam tajid, ama bado Qur'ani haijakamilika, bado mtume nipo, au haijakufikia? Fa illam tajid, hukupata katika Qur'ani ulionayo, fa bisunnati rasulillah, mtahukumu kwa sunna alizonazo za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado mtume akamuuliza fa illam tajid. Hapa ndo panapo na ijtihad. Fa illam tajid fi kitabillah, fa illam tajid fi sunnati rasulillah, qala ajtahidu ra'yi wala alu. Ajtahidu ra'yi wala alu, nitajitahidi kwa rai yangu, wala sitokieka mbali kitabu, wala sitokieka mbali sunna, hakaa katikati. Kwa hivyo ijtihad katika sheria wameikubali na ijma. Nini kasema mtume sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillah lima yarda Allahu bihi wa rasuluhu. Ameombewa dua Muadh na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillah, huyu namtuma mimi ni mjumbe wa Allah, huyu ni mjumbe wangu, nampeleka Yemen. Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwafikisha kwa jawabu alizonipa, mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Yepi? Lima yarda Allahu bihi wa rasuluhu, kwa yale anoyakubali akaridhia kwayo Mwenyezi Mungu na mtume wake. Namshukuru Allah, anenda Muadh. Kwa hivyo hapa ndo pakaja ijma. Na kuna mambo mengine yanajitokeza hayamo ndani ya Qur'ani, yamo, lakini inategemea ijtihadi, watu watakavyo ibua katika lile jambo. Qur'ani inasemaje? Qur'ani imeshamalizika sasa hivi, kwa maana hakuna Qur'ani tena itokoteremshwa toka ilipoteremshwa, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mwogopeni sana Mwenyezi Mungu. Ndo aya ya mwisho. Hakuna baada ya aya hii kuteremshwa aya. Ingawa nasema ile al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, tunasema hii ndo aya ya mwisho. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ni kweli aya ya mwisho, lakini hapa kuteremka tena mambo ya ahkam wa halali wa haram. Wamesema hivyo wafasiri. Alobaki ilikuwa ni kwa sababu hii imeteremka katika wukufu bi Arafa, mwezi 9 katika wukufu bi Arafa, hijjatun nabii sallallahu alayhi wasallam hakuhiji zaidi ya hija hiyo. Ndio ilipoteremka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo nimekamilisha dini yenu, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, nikazikamilisha neema zangu ndani ya dini yenu hiyo, hakuna kilichokuwa kijakamilika. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu hii iendeo dini ya amani.
ndio ikaja inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kwa sababu dini ya Kiislamu ndio dini iliyokuwa sahihi. Hii imeteremka mwezi 9 mfunguo 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ukisema hii ndio aya ya mwisho, kwa maana kwa upande mwingine nasema baada ya mwezi 9 mfunguo 3 hapo kuteremka kitu, ndio maana yake mteremka yaumu Arafa. Je, kuanzia mwezi 9 mfunguo 3 hiyo ni sahihi? Hapo kuteremka chochote? La, imeteremka mfunguo 4, pameteremka mfunguo 5, pameteremka mfunguo 6, pameteremka baadhi ya ayat, lakini hazina uhalali wala uharamu na yale mambo magumu kabisa katika aya zilizoteremka baada ya mfunguo 3. Ama al-yawma akmaltu lakum dinakum ndiyo imemaliza katika sheria. Ama aya ya mwisho ni aya 281 katika suratul Baqara. Hii wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hii ndio ya mwisho. Wako waliosema yameteremka baada ya siku 9 ndo kafariki mtume. Riwaya zinatofautiana. Ndani ya ule mfungo 3, mfungo 6. Ndani ya ule mfungo 6. Ama mwezi 3, mwezi 4, mwezi 5, mwezi 6 ndo mtume akauma, ikawa tena maradhi yanaenda huku na huku mpaka wakakubaliana wakeze tena. Hiyo ni sira ya mtume, akae kwa Aisha katika wiki hii. Hakuumwa zaidi ya siku 10 mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndani ya mwezi 3, 4, 5 hapo ndo ilipoteremka al-yawm, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ni wasia. Aya mwisho imetutaka iogopeni siku ambayo mtarejea kwa Mwenyezi Mungu ndani yake. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha itarejeshewa, kwa maana italipwa kila nafsi iliyoyachuma, wa hum la yudhlamuna, hapana atakayedhulumiwa. Hiyo